Wanasema nabii akubaliki kwao. Moja kati ya content creator kutoka hapa nchini Tanzania, nazungumzia Killpaul, ambaye anafanya vizuri pia kwenye game. Na hata ukipita kwenye mitandao yake mbalimbali ya kijamii, ni moja kati ya mtu ambaye ana wafuasi wengi sana, especially kama TikTok ana wafuasi takriban milioni 7, lakini pia ana like takriban milioni 119.6, na hata ukipita kwenye mtandao wake wa YouTube ana takriban wafuasi milioni 6.57, jambo ambalo hata kuna wasanii wengine wa Bongo hapa amewapita, hawana followers wengi kinamna hii kwenye mtandao wa YouTube. Lakini pia kwenye mtandao wake wa Instagram ana followers takriban milioni 10.6. So ni moja kati ya content creator ambaye anafanya vizuri kabisa kwenye kiwanda hiki cha ku-create content, japokuwa kwa hapa nchini Tanzania watu kama hawampi kipaumbele sana kikubwa, kuwa ni moja kati ya mtu ambaye anaimbwa sana kwenye media na vitu kama hivyo, na hata pia kwa wadau wenyewe wa burudani. Killpaul bwana, jana usiku kwa mkia leo ametikisa kidogo pale nchini India, baada ya kuwa ni moja kati ya mtu ambaye amefanya kitu wonders sana. Hata pia wa India wenyewe wameshangazwa, kwa sababu Killpaul kwa siku za hivi karibuni amekuwa ni mtu ambaye anafanya content ambazo zinahusiana na uhindi, na hata pia pale nchini India amejizolea umaarufu mkubwa pia na wafuasi wengi sana, na watu ambao wanamkubali pia wa India. Amepata mapokezi makubwa ya mashabiki zake pale nchini India, ambapo siku ya leo, nazungumzia siku ya kuamkia leo, alikuwa anatambulishwa kama moja ya mastaa watakaoonekana kwenye filamu iitwayo ya Innocent, ambayo anatarajiwa kuachiwa mwezi Agosti mwaka huu wa 2025. Na mamia ya watu wengi sana walijitokeza kwenye moja kati ya ukumbi kabisa mkubwa wa Lulu kwa ajili ya kushuhudia Killpaul akifanya yake. So mwezi wa 8 inaenda kuachiwa kabisa hiyo movie ya Innocent. So Killpaul alikuwa ni moja kati ya mtu ambaye amealikwa pale kwa ajili ya kusherehesha na vitu kama hivyo. Na hata pia Killpaul ukipita kwenye kurasa yake ya Instagram ameandika mass entry at Lulu Mall, akimaanisha kwamba ilikuwa ni kwenye ukumbi wa Lulu Mall, and then akaandika thank you everyone, akaeka kopa mbili, and then akaandika thank you Kerala, thank you India, au sio bana. So imekuwa ni burudani kabisa kwa mtengeneza maudhui huyu kutokea hapa nchini Tanzania, akiandika kwamba akitoa shukrani zake sana kwa India. Na hata ukipita pia kwenye page yake hii ya Instagram, baadhi ya comment nyingi sana pia wa India wameandika kwa Kihindi, yani kwamba wakimaanisha kwamba huyu ni mtu ambaye wanayemkubali na pia mtu ambaye wanayemfuatilia, japokuwa kwa hapa Bongo sio mtu ambaye watu wanampa sikio kubwa sana, tension kubwa sana, lakini anabaluza sana especially pale nchini India. So big up sana kwa Killpaul kwa kuendelea kuwakilisha vyema kabisa bendera ya Tanzania outside the country. Hivi ndivyo ambavyo tunavyotaka watengeneza maudhui wetu wafanye kama ambavyo anavyofanya Killpaul. Tembelea YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X. Kwa hiyo tunapatikana @kawabe media, endelea kuburudika.